Usiku wa jana Simba ilikuwa uwanjani ikiumana na Mbeya City katika mechi ya ligi kuu bara, lakini gumzo mtaani na hata mtandaoni ni ishu ya Selemani Matola, kocha msaidizi anayekaimu ukocha mkuu kwa sasa katika timu hiyo. Ndiyo, Matola ndiye aliyeongoza timu katika mechi hiyo iliyopigwa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo baada ya Dimitri Pantev kusitishiwa mkataba mapema wiki hii, ikiwa ni siku chache tangu Simba ipoteze mechi ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika. Simba iliyopo kundi D ilianza na kipigo cha bao 1-0 mbele ya Petro Atletico ya Angola, kisha mabao 2-1 kwa Stade Malien na kufanya uongozi kumteba Pantev aliyeajiriwa Oktoba 3 mwaka huu kama meneja mkuu, ambapo alihudumu nafasi hiyo kwa siku 61, japo ndiye aliyekuwa kocha mkuu wa timu hiyo. Uongozi wa Simba ulitangaza kuachana na Pantev na wasaidizi waliokuja nao na unatafuta kocha mkuu mpya, lakini Matola akiendelea kusalia na kuzua gumzo, baadhi wakihoji kwa nini hapewi timu moja kwa moja na wengine wakihoji sababu za kubakizwa kila wenzio wanapotimuliwa. Nyota na nahodha huyo wa zamani wa Simba na Taifa Stars alitua Msimbazi kama kocha msaidizi Disemba 2019 akitokea Polisi Tanzania, na tangu hapo jamaa amefanya kazi na makocha 9 wa kigeni na mmoja mzawa. Kila kocha mkuu anayeajiriwa Simba, Matola huwa msaidizi na kocha mkuu husika akiondoka klabuni kwa kufutwa kazi au kwa dili zake binafsi. Kocha huyo mwenye leseni A ya kafu hukaimishwa timu, lakini hajawahi kupewa moja kwa moja awe kocha mkuu. Kuna wanaoamini nizamu ya Matola kupewa jumla timu, kwani tayari alijiunga akiwa na kigezo cha kuwa msaidizi, hadi sasa akikidhi kigezo cha kusimama kama kocha mkuu kutokana na kupata nafasi ya kusoma akiwa na klabu hiyo aliyoitumikia awali kama mchezaji na anayejua ligi ya Tanzania. Hapa chini ni makocha waliopita na kufanya kazi na Matola kisha kumwacha klabuni, huku ikielezwa ni kati ya wanaoaminika na uongozi wa ufanisi wa kazi, nidhamu kubwa alionayo na heshima aliyojiwekea enzi akiitumikia timu hiyo, mbali na vigezo alivyonavyo. Wa kwanza ni Pantev. Dimitri Pantev alitambulishwa Oktoba 3 kama meneja mkuu mwenye taaluma ya ukocha. Ameiongoza timu hiyo katika mechi 5 za mashindano ikiwemo ya ligi kuu na 4 za ligi ya mabingwa Afrika kabla ya juzi kusitishiwa mkataba. Kutoka Oktoba 3, 2025 hadi Disemba 2, 2025 ni siku 61 zilizohitimisha maisha ya Mlugaria huyo ndani ya Simba Sports Club baada ya uongozi kusitisha mkataba kwa makubaliano ya pande mbili, na Matola amekaimishwa na kuiongoza timu kwa sasa, ikielezwa anatafutiwa kocha mpya. Wa pili ni Fadlu Davids na Matola. Septemba 22, 2025 mkataba wa Simba na Fadlu Davids ulifikia tamati baada ya kocha huyo raia Afrika Kusini kujiunga na Raja Casablanca Morocco aliyokuwa akiinoa awali kabla ya kuja Tanzania. Kocha huyo ameondoka akiwa ameitumikia kwa siku 444 tu na kurejea Raja ambako siku za nyuma alikuwa kocha msaidizi. Kuondoka kwa Fadlu na wasaidizi wa 4 kulitokea siku 6 tu baada ya mchezo wa watani wa jadi Simba na Yanga, yaani dabi ya Kariakoo uliochezwa uwanja wa Benjamin Mkapa Septemba 16 na timu kubaki mikononi mwa Matola kabla kuletwa kwa Pantev. Watatu ni Benshika na Matola. Abdelhaki Benshika raia wa Algeria alijiunga na kikosi hicho Novemba 24, 2024 akitoka kuipa Osma ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika kwa kuibwaga Yanga kwa faida ya mabao mengi ya ugenini baada ya sare ya mabao 2-2 na kubeba pia CAF Super Cup kwa kuifunga Al Ahly ya Misri. Simba